Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kinachoendelea kwa sasa Mashariki ya Kati ni gumzo kubwa kufuatia hiki ambacho amekizungumza waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth wakati akifanya mahojiano Pentagon na waandishi wa habari, ambapo leo Ijumaa amesema kwamba kiongozi mkuu mpya wa Iran aliyeteuliwa Mojtaba Khamenei amejeruhiwa na kuharibika sura, na kuongeza kuwa uongozi wa nchi hiyo unakwenda chini kutokana na mashambulizi yanayoendelea ya Marekani na Israel. Taarifa hiyo ilifuatia ripoti ambayo ilisema Mojtaba Khamenei, mtoto wa kiongozi aliyeuawa wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, anaripotiwa kuwa katika hali ya kukosa fahamu na amepoteza angalau mguu mmoja baada ya kujeruhiwa vibaya wakati wa shambulio la anga. Tunajua kiongozi mpya anayeitwa Mojtaba Khamenei, ambaye sio mkuu wa nchi, amejeruhiwa na kuna uwezekano ameharibika. Alijifanya kuibuka hadharani na kutoa taarifa na tamko lake jana, lakini hakukuwa na sauti na video iliyomrusha ama kumuonesha. Kwa kauli hii, Marekani inaamini kiongozi wa sasa wa Iran Mojtaba Khamenei yupo katika hali ya sintofahamu na mahututi, lakini kubwa tusubirie kuona taarifa zaidi kuhusu jambo hili. Nadhani Iran pia watatoa taarifa kwa umma kuthibitisha taarifa hizi ambazo zimetolewa leo Ijumaa na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, huku taarifa zikidai ya kwamba amejeruhiwa lakini pia amepoteza mguu mmoja. Mkuu wa Pentagon hakutoa ushahidi wa tathmini yake na Iran haijatoa maelezo yoyote kuhusu hali ya Mojtaba Khamenei. Viongozi wa Iran pia hawakujibu mara moja madai ya Pete Hegseth. Khamenei siku ya Alhamisi alitoa taarifa yake ya kwanza hadharani tangu achukue nafasi ya kiongozi mkuu kufuatia mauaji ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei mnamo tarehe 28 ya mwezi wa pili, siku ya kwanza ya shambulio la Marekani na Israel dhidi ya Iran. Katika matamshi yaliyoandikwa yalisomwa kwenye televisheni ya taifa ya Iran, Khamenei alisema Iran itashambulia kambi zote za Marekani katika eneo hilo isipokuwa zifungwe mara moja, na kuahidi kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ningependa kuwashukuru wapiganaji jasiri ambao wanafanya kazi nzuri wakati ambapo nchi yetu iko chini ya shinikizo na inashambuliwa, alisema kiongozi huyo wa Iran ambaye hajaonekana hadharani tangu vita vianze, lakini pia tangu kuchaguliwa kwake. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mapema wiki hii kwamba hakufurahishwa na uteuzi wa Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa Iran, akidokeza kwamba anaweza kulengwa na kuuawa kama baba yake alivyouawa. Hapo leo mapema kabisa mchana, kuna taarifa pia ambayo ilisambaa kutoka kwa mbunge wa Iran akitoa taarifa kuhusu Mojtaba Khamenei kunusurika kifo mara mbili. Mjumbe huyo wa bunge la Iran amesema kuwa Mojtaba Khamenei, kiongozi mpya wa Jamhuri ya Kiislamu, hadi sasa amenusurika mashambulizi mawili. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la IRNA, Muhammad Reza Lazarei, mwakilishi katika bunge la Iran, alisema kuwa Mojtaba Khamenei alikuwa na Ayatollah Said Ali Khamenei wakati wa shambulio dhidi ya makazi ya kiongozi mkuu, lakini alinusurika kuuawa. Kwamba tarehe 28 wakati Marekani na Israel wanafanya mashambulizi na kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei alikuwepo katika shambulio hilo. Bwana Kochi aliendelea na kusema shambulio hilo pia lilifanywa katika hospitali wakati kiongozi wa tatu wa utawala alikuwepo, lakini kwa shambulio hili Marekani na Israel hazikufikia lengo lao, akimaanisha kwamba shambulio la pili, ukiachana na shambulio la kwanza akiwa hospitali akiendelea kupatiwa matibabu, Marekani na Israel walishambulia tena, lakini wakati huu hawakufanikiwa kutimiza lengo lao. Mbunge huyo hakutaja hospitali wala eneo ambapo kulitokea shambulio hilo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema katika mahojiano na Fox News kwamba kiongozi mpya wa Iran aliumizwa na siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel. Lakini kuhusu jeraha la Mojtaba Khamenei, Bwana Trump pia alisema, nadhani pengine
ni sawa, nadhani amejeruhiwa, lakini nadhani pengine yuko hai kwa namna fulani. Katika ujumbe wake wa kwanza kutoka kwa kiongozi mpya wa Jamhuri ya Kiislamu, kama nilivyokuambia, tangu alipoapishwa amezungumzia namna ambavyo Iran watalipa kisasi kufuatia damu za mashahidi zilizomwagika kutokana na mashambulizi ya Marekani wakishirikiana na Israel. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini Trump alipendekeza kuwa kiongozi mpya wa Iran huenda alijeruhiwa wakati wa awamu ya pili ya mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel, yani pale waliposhambulia katika hospitali ambayo alikuwa akipatiwa matibabu. Lakini moja kwa moja taarifa hizi tusubirie kuona vyombo vya habari vya Iran au Iran wao wenyewe wakithibitisha, lakini Mojtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu alipochaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran, lakini pia tangu vita vilipoanza hajaonekana hadharani. Pete Hegseth anasema amejeruhiwa vibaya, lakini pia yupo ICU na hana mguu mmoja. Mengi nitakujuza zaidi kwa kina taarifa hizi za Mojtaba Khamenei. Kubwa, endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali. Bye.